wakati mwingine mzuri wa kupokea fundisho la kweli yote, ambaye ni Muumba mwenyewe kwa ajili ya kutufundisha yeye mwenyewe kwa ajili ya ile siku ya mwisho iliyo juu ya nchi, ambayo imebebwa na mwaka wa kweli kwa watu wote ulio na siku 28 na ule wenye miezi 9 unaoanzia ndani ya tumbo. Kwa hiyo ni habari za kweli yote zilizoanza, wala sio za mtu, wala sio kwa ajili ya kufurahisha, bali ni kweli, kama vile ambavyo tulizoea kuambiwa mambo mengi sana na wainjilisti wengi, manabii wengi kwamba atakuja, lakini mfumo wa kuja kwake sasa ndio hakuna aliyekuwa nafahamu. Lakini kwa maelezo yote basi tutaendelea kufundishwa namna ambavyo tulikuwa hatuko sawa, tukachelewa, lakini haikuwa bahati mbaya. Kwa hiyo sasa tushukuru na nakukaribisha tena kwa wakati mwingine huu kwenye TV Kweli Yote TV, wewe mweupe, wewe mweusi, mwekundu, kwa wakati huu tena, ili tujifunze na tufunzwe ile kweli yote, kwa sababu siku ya mwisho imebeba kweli yote kwa kila kitu. Kwa hiyo tumshukuru pale ulipo kwa imani yako, wewe uliyeko mahali yako mweupe mweusi. Kwa hiyo tumshukuru yeye aliyetumba, Baba mwema mzuri, wewe ndiye unayejua, unayetuelewa, unayetufahamu moyo wa nchi, moyo wa kila mmoja, mweupe, mweusi, mwekundu. Wewe mwenyewe useme nasi wakati huu tena wa kuendelea kutufundisha wakati wako ulio juu ya nchi na maisha yaliyo juu ya nchi. Sio wakati tena wa kuishi jambo au ibada au imani bila kuwa na ile nguvu ya kweli ya kwamba ni nini. Sasa umekuja kutufundisha kama ulivyosema mahali pa zaidi ya Yohana ile 16 ile mstari wa 13, 16, kwamba ukija basi utatufundisha yote katika kweli yote. Kwa maana hiyo tunakukaribisha utende kama ulivyokusudia kwa sisi sote, weupe, weusi, wekundu. Utubariki na katika kusikia kwetu na katika kuelewa kwetu, utuwezeshe tupone na tugeuke, tusiwe kama vile ambavyo wakati wa Nuhu ndivyo ambavyo imefika sasa, na hakuna anayejua. Sasa kila mmoja ajue, kila mmoja aone, na kila mmoja afahamu kwa utukufu wako imetokea. Karibu kwenye fundisho leo. Fundisho ambalo tutafundishwa na yeye ni kwamba leo mataifa yote kufumbuliwa, lile jicho, lile sikio, ule moyo, na ile jicho, sikio, akili, moyo na ile nguvu ya kusubutu, kwa sababu dunia yeye ameanguka kwa sababu alikuwa anaishi kopi. Kwa hiyo leo tunapata jicho kabisa la kwamba lazima tuelewe, lazima tuvuke. Kwa hiyo tunaanzia leo kwamba mimi na wewe, hata kama tulikuwa hatuoni vizuri, sasa tutaona, tutaelewa na tutafahamu yote. Kwa hiyo leo ndio tunaanzia mahali pa Ufunuo ile 1:7, kwamba kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Hii ni Ufunuo 1 ule mstari wa 7. Tazama yuaja mawinguni, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, imetokea. Sasa alitamka akasema kwamba kila jicho litamwona. Alikuwa na maana gani kwamba hili jicho litamwona? Nani ataonekana? Kwa sababu tumekuta tukifundishwa ibada zote nyingi juu ya nchi zikisema namna ambavyo kila jicho litamwona, lakini twende kwenye kueleweshwa hapa na yeye ili tupate uelewa mzuri wa kwamba alikuwa na maana gani, na sasa tunaweza kupona na katika kuelewa tukaelewa. Hapa tukienda kwenye nguvu ya Mathayo 24 ule mstari wa 30.
Mathayo 24 mstari wa 30. Anasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watamwombolezea. Watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Sasa tunaenda kuona tena mahali pa Marko 13 kule mstari wa 26. Hapo ndipo atakapomwona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu. Tunaona kwenye Luka tena 21 ile 27. Hili ni fumbo kubwa kweli kweli. Kwa hiyo linahitaji usikivu mzuri, na yeye atusaidie, kwa sababu ni yeye ndio anatuondolea upofu. Luka 21 ile 27. Kisha baadhi ya Mafarisayo wakamwendea wale wasema ya kwamba hakuna ufufuo, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifa na ndugu yake mwenye mke zamani. Hapo ndipo atakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Hata Luka 23 tena inaongelea hiyo habari. Hata tunaona Thesalonike wa kwanza ile 4:17. Nasoma hii mistari tena kwa utaratibu, kwa sababu ili tuelewe, kwa sababu neno hili lilikuwa limefichwa sana na hakuna anayejua namna ambavyo yeye anatokea, kwa sababu bila kujua mawinguni kwamba kila jicho litamwona, tutabaki gizani. Itakuwa kama vile ambavyo yeye alikuja wakati ule na hatukujua, kwa sababu anasema kwenye Luka 21 ile mstari wa 34 namna ambavyo anakuja, alafu atatukuta tulivyo. Na soma hapa kwa utukufu wa yeye aliyetumba. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikaelemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha yake, siku ile ikawaijia ghafla kama mtego unasafi, kwa kuwa ndivyo itakavyokuajilia watu wote wakao juu ya uso wa nchi nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkishukuru, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa Adamu. Kwa hiyo ni ile ujumbe hata Thesalonike hiyo, Yohana 19 kumchoma mkuki, Yohana 19:34. Sasa ina maana hili jambo la kumwona, kila jicho kumwona, halikueleweka. Kwa nini alikueleweka? Kubwa kuliko sisi sote kwa uumbaji wote huu, baada ya kosa la Adamu, ule Mwanzo 2 ule mstari wa 23 mpaka 25, tulinyang'anywa macho, tulinyang'anywa jicho, tulinyang'anywa sikio. Kwa ni ngumu sana kumwona akiwa namna ambavyo ilivyo.
Nasoma hapa kwa utukufu wa yeye mwenyewe. Mwanzo 2:23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Ametwaliwa, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa kwa mwanamume. Kwa hiyo hapo ikawepo pini ya nyama, ikawepo pini ya mfupa, ikawepo pini ya damu. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo hapa, baada ya kile kitendo cha Adamu kumwacha baba, kumwacha mama, nini kilitokea ndani yao? Kilichotokea ndani yao ni ile kunyang'anywa lile sikio, kunyang'anywa lile jicho, kunyang'anywa ile akili, kunyang'anywa ule moyo, na kunyang'anywa ile hatua. Jicho lina hatua, sikio lina hatua, ile nguvu ya akili na hatua. Hivyo ndivyo vilivyotoweka na akabaki navyo yeye. Kwa hiyo sisi tukaondoka tukiwa sasa tuna ile majira ya miaka 930. Ile 930 ina maana ndani yetu hatuna ukamilifu. Kwa hiyo tunaona, ili utatuelewe na ufahamu vyema, kwenye Mwanzo 3 ule mstari wa kwanza mpaka wa 8 nasoma. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya yeye. Kweli yote akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema yeye, msile matunda ya mti wa bustani? Matunda na maana ni ile nguvu ya yale tunayoyatamka. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda yaliyo mti ulio katikati ya bustani, yeye Baba amesema tusiale. Ina maana mti wa matunda, mti wa uzima ni majira, lakini ina maana inategemea ndani yako kuna mfumo gani wa kweli. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana yeye anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Basi mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa macho wa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika, kwa basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala, wakafumbuliwa macho wote wawili. Kwa hiyo kufumbuliwa macho ina maana ule ni matokeo haya ya ule Mwanzo 2:23 mpaka 25 kwa ajili ya Adamu kumwacha baba na kumwacha mama. Baba ina maana ni ile kweli yote, na mama ina maana ni ule mfumo wa mwaka wenye miezi 9 kuanzia tumboni, kama tunavyoona hapa kuanzia tumboni kuja nje. Kwa hiyo hapa kwenye mkono Yeremia 1:5, nilikujua kabla hujaingia tumboni, ulipoingia ndio mateka yalianzia hapa. Ina maana ndipo tulipoingizwa kwenye mfumo huu wa majira. Una miezi 9 unabebewa, halafu unazaliwa kwenye mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo hapa sasa ndio kukawa upofu juu ya nchi, kwa hiyo akili nzito juu ya nchi, na ile nguvu ya utendaji unayoitwa kwa ajili ya una macho, una sikio lakini usikii, na ule moyo umekuwa mzito. Hapo tutaona ili uone ni kweli na ni hakika. Kwenye Isaya 6 anachotumwa sasa huyu, baada ya sisi kwenda maisha ya utumwani miaka 930, ukisoma kwenye Mwanzo 5:5 utapata walikufa wakiwa na miaka 930. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Ina maana hapa ilikuwa ni kuondolewa ule ukamilifu ndani yake, utimilifu ndani yake. Utimilifu wake ulikuwa ni miaka 1000, kwa sababu anasema kwenye Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, maana miaka 1000 machoni pako
ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Ina maana miaka 1000 ndio ilikuwa inatakiwa tuwe nayo sisi, na hata ukisoma kwenye Petro wa pili 3:8 utapata. Kwa sasa akanyang'anywa, ndio maana sasa ikabidi yeye kupitia wale mitume na wale manabii wa majira ile waliokuwa wamepewa ile nguvu ya kutamka yale yaliyokuwa yanakusudiwa. Ukisoma kwenye Yeremia ule mstari wa 29 ule mstari wa 10, maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia ninyi na kutimiza ile kweli yote niliyokuwa nimewaambia. Kwa hiyo ilikuwa sasa miaka 930 na miaka 70, ina maana unapata 1000. Sasa bila kutimia miaka 1000 kwetu kwa ajili ya kuunganisha kutoka hapa kuja hapa kuja hapa, kama inavyoonekana hapa kwamba vipawa, kalama, viwekezo, akili nzuri mikononi mwa yeye Baba, na ukaingia tumboni, unaanzia kaunti yako ni hapa, hesabu yako ya siku ya kwanza mpaka miezi 9, mwaka unaisha, unakuja unazaliwa, unaanza mwezi mwaka mmoja na siku moja, ikifika miezi 9 tena ni miaka 2. Ina maana unaanzia hesabu hapo. Hii ndio Kutoka 23:26 na ile nguvu ya Isaya 66:9 kwamba je, nilete watoto karibu ya kuzaliwa nisizalishe mimi nizalishaye. Kwa hiyo akawa tumenyang'anywa mfumo wa kuwa mmoja ndani yetu. Kwa hiyo hapo sasa ndio tukawa hatuna macho, hatuna masikio yale ya kuona kwamba ana maana gani. Ndio maana hata wakati Yesu sasa anakuja kwenye kweli kwa level ya Yesu, yeye alikuja kuonyesha ile siku ya mwisho itakuwaje peke yake, lakini si katika kutufungua macho tuone. Isaya 6:8, kisha nikasikia maelekezo ya Baba akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu wao, ulizeni kusikia lakini msifahamu, ulizeni kutazama lakini msione. Unaoneshe moyo wa watu wao, ukayatie masikio uzito wao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuwaponya. Kwa hiyo tunaona hapa sasa kwenye nguvu ya utimilifu Yesu akiwa anatumwa kwamba aje atuonyeshe majira ya siku ya mwisho. Ndio maana na yeye anathibitisha kwenye Mathayo 13:14, kwa sababu hiyo inasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa, ili neno la nabii Isaya litimie kwao, likisema, kusikia mtasikia wala mtaelewa, kutazama mtatazama wala mtaona. Maana mioyo ya watu wao imekuwa mizito, na kwa masikio yao wasikii vyema, na macho yao yamefungwa, wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kwa hiyo unaona sasa hapa kwamba lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Sasa hawa ni wa utimilifu, kama sasa hivi tunavyorejeshewa macho, tunarejeshewa sikio, tunarejeshewa akili, tunarejeshewa moyo, tunarejeshewa ile maisha ambayo ya kuelewa kwamba alikuwa na maana gani. Kwa hiyo tunaona sasa hapa huyu ndiye kwenye Injili ya Mathayo mpaka mahali ambapo kwa matendo, ambapo ndio tunaona tena ile Matendo 28 na yeye Paulo akisema hivyo hivyo. Mathayo 28 ule mstari wa 25, na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao Paulo alipokwisha kusema jambo hilo, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya akisema, enenda kwa watu wao ukawaambie, kusikia mtasikia wala mtafahamu, kuona mtaona wala hamtatambua, kwa maana mioyo ya watu wao imepumbaa na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao yamefumbwa, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao nikawaponya. Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu umeenda kwa mataifa, nao watasikia
lakini hawataelewa, lakini hawataona, hawatafahamu. Kwa hiyo sasa tutaendelea kuwa vipofu mpaka tunavyoona sasa hivi majira imefika, siku imefika na wakati umefika, watu asilimia zote, awe mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, wote wanaendelea kutamka kwamba bado. Lakini nawaambia majira imefika, na majira ndio hii na wakati ndio huu. Yeremia ile 28 ule mstari wa 8, manabii waliokuwepo kabla ya zamani za wakati huu walitabiri habari ya nchi nyingi kwa juu ya falme kubwa na habari ya vita na mabaya na tamu. Na yule atakaye kuja kuanza kutueleza kweli yote, huyo ndiye atakuwa na utimilifu, huyo ndiye atakuwa amebeba kila jibu, kila swali la kila mmoja. Kwa hiyo sasa leo kila jicho litamwona, hakuna anayefahamu, maana kwamba hapo mawinguni tutamwona. Sasa jambo kubwa litatujifunza hapa ni kwamba kwa hiyo waliokuwa wanajua na wana lile jicho la siri la udanganyifu walikuwa ni maroho machafu juu ya nchi. Hao ndio walikuwa wanajua kwamba hawa wanachofundishwa, wanachoambiwa na kuelekezwa kitabaki hapo chini, hakuna atakayekitendea kazi na hakuna mwenye uwezo, kwa sababu huyu ambaye wanamhubiri yuko kinabii. Kwa hiyo mapepo na ufalme wa giza ndio uliokuwa unajua kwamba kweli kwa level ya Yesu alikuja kinabii. Kwa hiyo yeye alikuja kutuonyesha tu kwamba bwana, majira itakapofika basi tutafunguliwa macho, tutafunguliwa sikio, tutafunguliwa ile akili, tutafunguliwa ule moyo, tutafunguliwa ile hatua ya kuchukua. Na leo unapokea, wewe mweupe, wewe mweusi, mwekundu, wote mkubwa na mdogo juu ya nchi, tunapokea lile jicho la kuelewa. Ukisoma Mathayo 8 ule mstari wa 28, naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Ugerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hiyo wao walikuwa wanajua kwamba kweli kwa level ya Yesu alichokuja kutuelezea, kwa sababu hakuja kutufungua ile macho ili tuone hizi maana ambazo atakuja sasa kutuelewesha na anazotuelewesha. Hata Mathayo 5:17, msizani ya kuwa nimekuja kutangua Torati na manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kila jambo ambalo lilikuwa linatakiwa lionekane, na yeye ndio akabeba ile injili yake ya Mathayo 1 mpaka ile Yohana 21 ule mstari wa 15, akaruka mpaka Ufunuo ile 1 mpaka utimilifu, zile habari sasa zake kwa ajili ya utimilifu. Tunaona sasa kwamba waliokuwa wanajua, wanaona maana halisi ya yote tuliyokuwa tunafundishwa, walikuwa ni maroho machafu. Kwa hiyo uumbaji wote na kila moja ulikuwa kizili, ulikuwa akili na uzito, moyo ulikuwa na uzito wa kutopambanua. Ndio maana tukaitwa kwenye Mathayo 12:34, enyi wazao wa nyoka. Na tutakawa sana tunapenda miracle, miujiza, bila kukaa kujifunza, kwa sababu muda wa kujifunza ukiwa utumwani sio rahisi. Baada ya kufika kwenye kituo cha kutotumikishwa, sasa ina maana sasa kila mmoja ataelewa, na sasa atapokea na atamfurahia aliyemuumba kuwa juu ya nchi, sio kulaani kwamba tumeumbwa kwa nini hapa juu ya nchi. Sasa kwa sababu tulikuwa hatuna macho, tunaambiwa hapa kwenye nguvu ya Mathayo 16 ule mstari wa 1, wakajibu Mafarisayo na Masadukayo
wakamjaribu wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo kwake. Akajibu akawaambia, ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu. Tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzijua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitaweza kupewa ishara isipokuwa ishara ya Yona, akawaacha akaenda zake. Kwa hiyo hapa alikuwa anatuonyesha kwamba itakuwaje. Isayansi unaielewa, hii ni sayansi na majira ya kweli huko sasa. Katika kama hivi tunavyoongea, tunaongeleshwa kwamba usielewe, ina maana kunakuwa na utendaji wa kuwa tumepelekwa kwenye utumwa. Kwa hiyo Babeli ndio alikuwa tayari anaonyesha mambo yake, namna ambavyo ilivyo na namna ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo uumbaji wote haukuwa na ile nafasi ya kweli kwa ajili ya sikio, jicho, hata ule moyo. Hawa manabii na mitume ni wale wa Babeli ambao kazi kubwa ni katika kutaka vitu, na ndio maana akasema wanakula watu wangu. Kwa kazi ni kutabiri, si katika ile kweli. Hata anaifundisha kwa sababu hajui yeye ni nabii wa majira gani, ni anahusika na nini juu ya nchi. Ndio maana akasema manabii walioko kati yetu wasitudanganye. Manabii walioko kati yetu wasitudanganye. Tunaona hapa kwenye Yeremia 27 ule mstari wa 5. Nasoma hapa, mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama ipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie, na mataifa wamtumikie yeye na wanawe na mwana wa mwanawe, na hata utakapokuwa umewadia wakati wake. Lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wanaowabashiria, wala ndoto zenu, wala watambuzi wenu, wala waganga, wala wanaoambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Kwa hiyo hawa manabii wote kazi zao kubwa ilikuwa ni level ya kutabiri, lakini si katika ile utimilifu wa kutamka yale yaliyokuwa na kusudiwa. Lakini leo wewe utaelewa kwamba tutamuona mawinguni. Sasa kikubwa kabisa ni lazima ulione hilo wingu ni nini. Maana ya wingu, cha kwanza kabisa, ili upate uelewa, tutamuona mawinguni. Tutamuona mawinguni. Tukisoma kwenye Ufunuo ule mstari, Ufunuo 14 ule mstari wa 14, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Huyu anaongelewa yule ambaye tutamuona mawinguni. Kwa hiyo tunaona, ili tuweze kuelewa kabisa, lazima tujue maana halisi ya wingu ni nini, tujue maana ya kweli juu ya mawinguni na maana ya kweli. Hata kama tumepita kufundisha, lakini wote walikuwa hawajaelewa vyema, lakini tunarudia kwa sababu hapa ndipo kwenye nguvu ya kushinda ule udanganyifu uliokuwa unaendelea juu ya nchi. Kwa hiyo tunaanza kueleweshwa, tutaeleweshwa wingu kwa wepesi. Mawinguni tutaambiwa, mbingu tutaambiwa, na mbinguni na mauti na kuzimu. Hii kwa haraka utaielewa.
Kwa hiyo tunaona akionekana kwenye wingu likiwa limembeba. Kwa hiyo wingu jeupe ni habari ya utimilifu, ni habari ambayo ni ya umilele, ni ya milele juu ya nchi, kwa ajili ya kupeleka habari, si tena ya kwamba kutakuwa na unyakuo. Kila kitu kimeisha. Hapa Ufunuo ile 14 ule mstari wa 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya umilele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka iliyokuu, mcheni yeye aliyewaumba, mtukuzeni, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na uumbaji wote. Kwa hiyo tunaona hata kwenye Ufunuo ile 20 mstari wa 11, na yenyewe inaongelea maana ya wingu. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia, uso wake na mahali pao hapakuonekana. Huyu ndiye mpeleka habari. Lakini anapeleka habari gani? Anapeleka habari za umilele, na habari hizo zinaitwa wingu. Kwa hiyo wingu jeupe ni zile habari zilizotimia. Hata Ufunuo 11 utapata yule mwenye nguvu. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na sura yake kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Hichi ni kitabu cha uzima, ambacho sasa ndio tunafundisha kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima ina maana ni yale maelezo ya kweli yote. Kwa hiyo tunaona sasa, tumeelewa wingu maana yake ni habari. Kwa hiyo nakwenda sasa kwenye wingu, yaani mpokea habari huyo, wewe una wingu, lakini hilo wingu sasa linakuja kwenye mahali pa chombo hicho unachopokea sasa, kwa ajili ya hiyo simu, hiyo WhatsApp, hiyo TikTok, hiyo YouTube. Hiyo ndio wingu la kupokelea. Lakini wingu jeupe ina maana ni ile habari ya utimilifu, inapokelewa. Kwa hiyo tunaona jambo lingine la pili, mbingu ni nini? Mbingu ni level ya ufahamu, yaani ile level ya kile unachokielewa, kama standard 1, standard 2, 3, chuo kikuu, mpaka vyo unavyovijua. Lakini hizo mbingu ndio akawa anasema atafuta, kwa sababu Ufunuo 6:14. Kwa hiyo ni fahamu za watu, ni fahamu za elimu mbalimbali. Ndio maana akasema atazikunja kama karatasi. Kwa hiyo hapa sasa ndio anazikunja hizo fahamu. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango za chini, kwa sababu tayari fahamu zao kwa uhalisia hazina tena kazi. Kwa hiyo Freemasoni, wachawi, waganga wanafahamu zao, wana level ya kapasi. Kwa hiyo lazima ije ile level ya juu kabisa, mbingu ya juu kabisa. Ndio maana anasema kwenye Isaya 34 atafumua hizo mbingu. Na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa, na mbingu zitakunjwa kama karatasi, na jeshi lote nalo litanyauka. Kwa hiyo tumeona hata Wakorintho wa pili 12, huyo alikuwa ni Paulo, naye anasema nilimwona mtu mmoja katika majira ile, sijui alikuwa mbinguni, sijui alikuwa wapi, lakini alinyakuliwa mpaka mbingu ya 3. Kwa hiyo tunaona ni level ya ufahamu, level ya understanding. Hiyo ndio mbingu. Mawinguni ni nani sasa huyo? Watamuona mawinguni. Lazima ujue wingu ni nini, alafu fahamu mawinguni.
Kwa hiyo mawinguni ni yule mpeleka habari ambaye sasa ndiye anayesimama kwa ajili ya mwana wa Adamu, huyo ambaye anasikika, ambaye tayari yuko hivi amekaa, lakini ndio halisi. Tunamwona yeye kwenye Danieli 7:13. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie Baba. Na mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioangamizwa. Kwa hiyo ni huu sasa, ina maana ni huu unaousikia. Kwa hiyo mawinguni sasa tutamuona kwenye nguvu ya mawingu. Huyo ni mwana wa Adamu mawinguni, kila jicho. Ina maana wingu ni ile habari, mawinguni ni yule anayepeleka hiyo habari. Kwa hiyo tutamuona mawinguni, ina maana wingu lake yeye kweli yote ni hili, uelewa wa siku ya mwisho na utendaji wake wote wa siri yake. Siku ya mwisho imebebwa na mwaka, bila mwaka hupati siku ya mwisho. Kwa hiyo ile Isaya 61:2 inatamka hivyo, na ile Zekaria 14:7 inatamka hivyo. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba mawinguni ni mpeleka habari. Ndio maana utaona yule mwana wa Adamu ataonekana akiwa kwenye nguvu ya mfumo kwenye Mathayo Mathayo 25 ule mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika zake watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abagua kondoo na mbuzi, atawaweka. Hapa na maana gani? Hii nguvu ya amekuja na keti na mataifa yote wanakusanyana kwa sababu hakuna aliye nje ya siku 28 na hakuna aliye nje ya miezi 9. Huyo ndio mzungu yupo hapo, mweusi yupo hapo, Mwarabu, Muhindi, wote, watu wote watawala juu ya nchi wamekusanywa na hii majira. Hii majira ndio inawakusanya kwa ajili ya kusema. Ndio maana hapa yeye anatufundisha kwa ajili ya majira. Wewe uliyeko Amerika unasikia, wewe uliyeko Canada unasikia, wewe uliyeko mataifa yote juu ya nchi, mweupe mweusi, unasikia sasa hivi kwamba siku ya hukumu imeanza, siku ya mwisho imeanza. Ule msingi wa dunia umetikisika na hakuna dunia kuinuka tena. Kwa hiyo kila mahali sasa tutaelewa. Kwa hiyo ni mwana wa Adamu. Ndio maana ukisoma hata kwenye nguvu ya mahali pa Marko 13 utamwona mwana wa Adamu akija ili angalau atufundishe ile kweli kama vile. Lakini huyo sasa amebeba moyo wa Baba. Moyo wa Baba ina maana tulikuwa tunauita Roho Mtakatifu wakati huo, lakini anasema atakapokuja huyo atatufundisha yote, kwa maana huyo ndiye Roho wa Baba. Yohana 3. Yohana 3:34. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na yeye muumba ameni kweli yote, hayaneni maneno ya Mungu kwa kipimo, hamtoi roho kwa kipimo. Baba mpenda, naye anamwonyesha, amemfundisha yote. Tunaona hapa kwenye Yohana 14. Anasema Yohana 14:16, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ndiye moyo wa kweli.
ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Kwa hiyo ni wachache wanaofungua, kwa sababu ndio maana sasa tutamwona mawinguni, tutamwona katika maelezo ya yale kweli. Hii ni kweli kabisa, na hii ndio hukumu. Ndio maana anakuonyesha vita ya mwisho, anakuonyesha unyakuo wa kanisa, anakuonyesha ziki kuu, anakuonyesha yote yakiwa juu ya nchi, sio tena baada hapa yote. Ukienda kwenye Google, kwenye nguvu ya mahali pa ile TV, Kweli Yote TV, utapata masomo yote yapo. Mwambie na mwenzio, yeye ni kujiunganisha tu, ili angalau afundishe. Hii tena hakuna kujificha. Kila kitu sasa hivi ni wazi, kwa sababu majira ya kuficha kweli imeisha. Kwa sasa hapo tumefahamu kwamba wingu ni nini, jeupe, ambalo ni habari za utimilifu. Kwa hiyo utamwona mawinguni, utamwona hivi kwenye ufahamu, kwa sababu jicho lilikuwa limeibiwa, sikio lilikuwa limeibiwa, ile akili imeibiwa, yale macho yameibiwa, ule moyo umeibiwa, hata hatua. Kwa hiyo leo unapokea hivyo, na umepokea kusini, umepokea mashariki, magharibi, kaskazini, kwa ajili ya kuona utukufu wa yeye aliyetuumba, aliyetufanya tuishi juu ya nchi, sio maisha ya mbinguni. Tunaona tena maana ya mbinguni. Mbinguni ni mahali pa juu, yaani pa uelewa wa juu. Ndio maana hakuna aliyewahi kulifumbua hili fumbo la mbinguni, ila katika kuelewa tulijua mbinguni ni juu. Tutaona hapa kwenye Yohana ile 6:9, alafu utalinganisha. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wote, na usitue majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata umilele. Kwa hiyo hapa tunafundishwa, waliomba wanafunzi wake kwamba sasa watu wataombaje, kwa sababu alikuwa kiunabii, akawaambia tu Bwana salini hivi, lakini hatukujua mbinguni. Sasa mbinguni ina maana si kule tulipokuwa tunajua, kwa sababu ukisoma hapa kwenye Mika 1:2, sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikilizeni ye dunia na vyote vilivyomo, yeye Baba awashuhudie ninyi, yeye Baba kutoka hekalu lake, kwa maana angalieni, yeye anakuja akitoka mahali pake. Kwa hiyo sasa ni mahali pa juu pa ufahamu wa yeye mwenyewe. Hapo ndipo level yake. Kwa hiyo kuna mbinguni ya dunia tuliyoitengeneza sisi kutokana na mafundisho ambayo tayari, kwa sababu tulikuwa hatuna macho, hatuna masikio, akili ilikuwa imeganda, na maana hatukuelewa. Hata Isaya 26 inasema hivi. Isaya 26:21, kwa maana tazama, yeye aliyeumba mbinguni kweli yote atakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitafunika tena watu wake waliouawa. Kwa hiyo tunaona kabisa mbinguni ni mahali pa juu pa ufahamu. Kwa hiyo kuna mahali pa mbinguni pa shetani, pa ufahamu wa kishetani juu ya nchi, na pao wanapaita mbinguni. Wewe jaribu kujifunza kwamba kwa namna ambavyo tumeelekezwa juu ya nchi wakati tupo kwenye majira ya Babeli na majira ya miaka 930 na miaka ile 70, namna ambavyo ndugu zetu walivyokuwa wanakufa. Walikuwa wanakufa, wazuri wanakufa, wabaya hawafi. Na wakati huo huo tunasema kwamba wabaya
ndio kwao hapa juu ya nchi. Lakini yeye Baba sifa yake ni wazuri. Sasa ina maana Baba hawezi akawaua wazuri. Walikuwa na waua, shetani alikuwa na waua, kuwafanya kuwa nguvu ya kafara, lakini Baba hawezi akamuua mzuri. Tunasoma hapa ili tuelewe. Ufunuo 6 ule mstari wa 9. Alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa mamlaka ile kuu, wakisema, Baba mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata utakapotimia hesabu ya wajoli wao watakaoangamia. Kwa hiyo wazuri walikuwa wanaangamia kwa sababu tulikuwa utumwani Babeli. Ni kama vile ambavyo unavyoona kwenye Luka ile 16 ule mstari wa 19 mpaka wa 24, wakati Lazaro anaenda kifuani kwa Ibrahimu na yule tajiri naye anakufa. Basi kule kuzimu, ina maana kuzimu, ina maana ni ile utendaji wa kutokuelewa hata ile kuzimu, lakini wote tulikuwa sehemu moja. Kwa hiyo hakuna aliyewahi kwenda. Ni kama Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza 28 ule mstari wa 3 mpaka ule wa 21. Samueli anakufa, lakini ghafla anaenda kufufuliwa na mganga. Sasa ina maana watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo kulikuwa kuna mbinguni ya kishetani, ila hatukujua. Lakini leo kwa sababu kweli yote amekuja, basi ametufahamisha, jicho lako limefunguka. Tunaona mfumo sasa hapa. Jambo jingine, mfumo wa Babeli ulikuwa na utaratibu wake. Kitu kikubwa alichotengeneza adui ni yale mafumbo ya kutoeleweka. Ile Ufunuo 2 ule mstari wa 24 na Mathayo 22 ile 29. Nasoma Ufunuo 2, tunaenda kumalizia ule mstari wa 24. Lakini nawaambieni ninyi wengine mlioko Theatra, hapa alikuwa na fumbo tu, na wote wasio na mafundisho haya, wasiozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Kwa hiyo ni mafumbo kabisa ya shetani ambayo ilikuwa sio rahisi kufunguliwa, na yeye aliruhusu hivyo kwa sababu tulikuwa utumwani Babeli miaka 70. Yeye Mathayo 22 ule mstari wa 29. Kweli kwa levo ya Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Muumba. Kwa hiyo tulipotezwa kwa sababu tunajua kabisa maandiko yalikuwa yanaua. Ukisoma Korinto ile ya 2 kwa Paulo ile 3 ile 6, maandiko yalikuwa yanaua. Kwa hiyo ile kremi si katika ile kuelewa, kwa sababu hatukuwa na jicho, hatukuwa na sikio, hatukuwa na akili, hatukuwa na moyo wa kuhifadhi wala kuchukua hatua. Yaani tulikuwa tu, ina maana hata yeye akasema katika siku hiyo ya mwisho atatukomboa kwenye nguvu ya kaburi, kwenye nguvu ya mauti. Kwa hiyo kwa sababu kwa nini hatukuwa tunajua yule mauti, ina maana kwa uhalisia tuliendelea kuteseka. Sasa maana nyingine ambayo leo unaiona na inakufungua ni mauti na kuzimu. Mauti na kuzimu imekuwa ni fungo sana juu ya nchi, ambapo ndio tutahitimisha hapo. Limekuwa fumbo juu ya nchi, na hilo ndio limetupeleka sana kwenye kuzimu kwa ajili ya utabishaji mkubwa sana ulioko juu ya nchi, kwa ibada zote ambazo hata Yesu kwa majira yake alisema atakuja atazibomoa. Ile Hosea 13 kwamba nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawakomboa na nguvu za kuzimu.
Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawakoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa. Kwa hiyo hapa ukienda tena kusoma kwa Paulo sasa, Wakorintho wa kwanza 15 ile 51 mpaka 54, anasema hatutalala sote tutabadilika, kufumba na kufumbua, huu mwili unaoharibika tuvae kuto kuharibika. Tunasoma kwenye nguvu ya Mathayo 16:13 mpaka 19. Hapo anaonyesha kabisa kwamba ni nguvu gani iliyojengwa kwenye kanisa na ambao wanatakiwa wamshinde huyo adui mauti, adui kuzimu. Kwa leo utajua na utaelewa na macho yako yatakuwa wazi. Basi huyo kweli kwa levo ya Yesu akaenda pande za Kaisaria. Filipo akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena ya kuwa ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, mmoja wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikuponyesha hili. Mwili na damu, ukikumbuka kule kwenye Mwanzo ile 2:23-25 ndio kuna mwili na damu, kwa ajili ya connection kubwa ya upofu uziwi huko kwenye mfumo huo. Nami nakwambia wewe ndio Petro, na juu yako nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ina maana kanisa ni mimi na wewe, lakini tulikuwa tutakiwa kushindwa na malango ya kuzimu na malango ya mauti na nguvu ya uharibifu. Sasa kwa sababu hatukuelewa mauti ni nini na kuzimu ni nini, tuliendelea kupigwa na malango ya kuzimu. Kwa hiyo malango ya kuzimu yalikuja yakajigeuza, akaitwa kahaba, akaitwa joka, akaitwa nyama, akaitwa mungu wa dunia hii, akaitwa baba wa uongo, akaitwa shetani, akaitwa ibilisi. Lakini utimilifu wao wote ukiusoma kwenye Ufunuo ile 12 ile mstari wa 7, utamwona anajielezea pale kwenye mwisho kwamba yeye ni nani. Kulikuwa na vita mahali pa ufahamu. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena huko juu. Tumeambiwa mbinguni ni mahali pa ufahamu wa juu. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa shetani aitwa Ibilisi, na shetani audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na matatizo na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Huyo audanganyaye ulimwengu. Kwa hiyo ukisoma kwenye Yohana sasa ile 8 ule mstari wa 24 mpaka 30, kwa uhalisia hapa anamuongelea baba wa uongo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba huyu jamaa aliyekuwa mauti na kuzimu, aliyejificha kwa kahaba, aliyejificha kwa mnyama, aliyejificha kwa joka, aliyejificha kwa ajili ya nabii wa uongo, aliyejificha kwa baba wa uongo, aliyejificha kwa ajili ya Ibilisi na shetani, na hawa ndio wanafanya miujiza. Kwa hiyo ni uongo. Kwa hiyo mauti na kuzimu ni uongo. Kwa hiyo tumeishi kwenye maroho ya uongo muda mrefu. Kwa hiyo leo kama ulifungwa hayo macho usiweze kufunguka, basi umefunguka. Nasoma hapa Ufunuo 16 ile 13, yaone nikaona roho tatu chafu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na kinywa cha yule mnyama na kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho zifanyazo ishara juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona ili uthibitishe, kwa sababu uthibitisho uko wazi. Ukisoma kwenye mahali pa Isaya 28:13 ile 14 mpaka 19 utaona hapo, na tutafungia hapo.
Kwa leo patakuwa tumepata na tumefunguliwa. Basi sikieni hii kweli ya yeye mwenyewe. Anatuambia sisi tuliokuwa na dharau na watawala watu wangu walio ndani ya Yerusalemu, ya kwanza huku kwenye mwaka wenye miezi 12, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita litofikia sisi. Pigo lifurikalo ni ile kweli, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno ya uongo yasiyo kweli. Kwa ajili ya hiyo yeye Muumba asema hivi, ambaye ni kweli yote, tazama anaweka jiwe kuu mahali pake. Jiwe kuu ina maana ni ile kweli iliyojaribiwa na msingi ulio imara. Yeye aminie hatafanya haraka, nami nitafanya hukumu kuwa ndio kanuni na haki kuwa ndiye timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagarikisha ile kweli yote mahali pa kujificha. Na agano lenu mliloagana na mauti litabadilika, litafutika samani. Tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo nyinyi mtatambua na kukanyagwa nalo. Kila wakati litapita, litawachukueni, maana litapita asubuhi baada ya asubuhi, wakati wa mchana na wakati. Kwa hiyo wakati wote sasa hivi inavyopokea na kufundishwa na yeye kweli yote, na wewe unarudia kusoma, unarudia kusikia, unarudia kujifunza, una download, unaweka kwa ajili ya kujifunza. Hii ni kweli yote. Amekuja, utukufu wake ameuweka kwenye vitu dhaifu, kama vile alivyokuwa anasema. Kwa hiyo hata ule ufufuo wa siku ya mwisho ni katika kuifahamu ile kweli yote. Ndivyo alivyokuwa anasema Yohana 11:20 na Yohana 8:50. Ufufuo wa siku ya mwisho, ukienda kusikiliza kwenye zile yale masomo ambayo yeye katufundisha kwenye Kweli Yote TV utapata. Nasoma Yohana na 11:20. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Mariamu akamwambia Yesu, Bwana, ungalikuwepo hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote atakayomwomba yeye kweli yote atakupa. Huyo kweli kwa levo Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Kweli kwa levo Yesu akamwambia, mimi ndimi ule ufufuo wa siku ya mwisho. Yaani aminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa, yaani kutumika mara mbili. Hapa ndipo alikuwa na maana. Ina maana na ufufuo na utakaso ni katika kweli. Ina maana watakaosimama mbele wasioonja mauti, ile Mathayo 16 ule mstari wa 28. Wale watakao hawataonja mauti kabisa mpaka yule atakayekuja ni wale wanaofunguliwa macho leo. Mathayo Mathayo 16 mstari wa 28. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hata atakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Kwa hiyo hawa hawataonja mauti, ina maana sasa ni wale ambao kwa uhalisia waliopokea mamlaka hii katika utimilifu wake. Ina maana hawataonja mauti. Ni kwa nini anasema hivyo? Mauti ya kwanza ile ambayo ilikuwa inaonekana ni ile imani ya vitu na amani ya vitu. Watu leo wanakwenda mahali pa ibada, lakini aim kubwa ni katika akipata kitu
ndio anakuwa na imani. Akikosa kitu anakuwa hana imani. Kwa hiyo ina maana pale kanisa halipo, mahali pa ibada hapapo juu ya nchi. Tunaona ile upendo wa vitu na watu, ina maana ni wale ambao wanaweza kuwa na kusapoti tu, hao ndio unawapenda, wengine hapana. Kwa hiyo ndio maana akasema wakati wa mwisho upendo utapoa. Kwa hiyo hata upendo ameuondoa, ametupa nguvu ya kuheshimiana iliyo kwenye Luka ile 7 ule mstari wa 10 ule 31 na Mathayo ile Luka 6:31 na Mathayo 7:12. Hiyo ni kuheshimiana. Tunaona kabisa sasa na ile nguvu ya amani ya vitu na watu. Juu ya nchi kuna amani ya vitu na watu. Watu ibadani hawapo, wako kwenye vitu, wako kwenye watu. Katika utimilifu akasema hapa ibada haipo. Ndio maana akasema akaondoa meza za wafanyabiashara mahali pa ibada. Anzia sisi watumishi, tulikuwa katika utumishi wetu bila vitu, tunaachana na huduma, bila watu wanaotusapoti katika uhalisia kwa ajili ya kumilikiwa na watu. Yeye hakutaka tumilikiwe na watu na vitu. Sisi ni watawala. Mtawala hawezi kumilikiwa na vitu. Mtawala hawezi kumilikiwa amani yake katika vitu. Vitu ni vyako. Yeye alikuwa anataka umilikiwe na ile kweli yote, uifurahie, uipende. Hao ndio hawataonja mauti, na hao ndio wanasimamisha ile nuru ya kweli. Kwa hiyo mimi na wewe leo umwambie Baba kweli yote, kwamba nakushukuru kwa sababu sita tena kuwa kiziwi, sitakuwa tena kipofu, sitakuwa tena na akili nzito na moyo wa uzito, sitakuwa tena na nguvu ya kutokuchukua hatua. Manabii walioko kati yetu si yale wanayoyatamka. Hiyo majira ilikuwa ni wote manabii, asilimia zote ni manabii wa Babeli, ambao ukisoma kwenye Yeremia 23, hao kazi ni kuona, kazi ni maono. Ile kufundisha ile utimilifu wa majira, utimilifu ilikuwa haipo. Kwa hiyo tumekumbukwa na yeye pale ulipo, mweupe, mweusi, mwekundu. Tafadhali, wakati umefika, na wakati huu haujirudii. Ina maana wakati huu wewe umepewa nafasi hii. Tafadhali, yani haya mambo unayoona yanatokea baada ya vita iliyofanyika, kuna mambo yataanza kutokea kwetu sisi na kwa kila mmoja. Lazima tugeuke zile tabia tulizozoea, zile imani tulizozizoea za mparaganyiko, kwa sababu imani zote ziko kwa imani hapa. Namalizia, hii ni familia ya Ibrahimu. Hii ni familia ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa hapa kwenye nguvu ya majira ya Mwanzo 11:26. Baba Ibra anaitwa Tera. Ibrahimu kwa kauli ya kwanza pale, Ibrahimu akampata Sara, akaja kumpata na Haji, akaja kuzaa Isara, akazaa mtoto Isaka, Hajiri akazaa Ishmaeli, Ishmaeli akazaa watoto 12, Isaka akazaa watoto wawili, Yakobo na Esau. Na baada ya kufa Sara akaoa mke mwingine anaitwa Ketura. Hapa akawapata Wachina, Waasia wote huko. Utaisoma kwenye nguvu ya mahali pa Mwanzo 25. Sasa ukiangalia hapa, hii hao wana kalenda, hao wana majira ya Abibu na Adari wa Israeli. Hapa dunia aliyekuwa amekabidhiwa sasa tarehe 31 Januari Desemba, ana 31 na miezi 12. Ina maana hapa na yeye ana utukufu, kwa sababu huyu ndiye alikuwa amekabidhiwa kwa control wa wote. Hata Ibrahimu anatokea alikuwa chini ya Babeli. Ndio maana akaendelea kuwa hivi kama kizazi kwa ajili ya kuangalia, kukumbuka kwamba wakumbuke kumuita yeye. Ndio maana unaona familia hizi ziko na imani. Kwa hiyo neno imani kwa ajili ya Wakristo, Waislamu, kwa sababu Isara na Hajiri ndio walileta hii majira unayoiona ya imani, kwa sababu katika utimilifu Ibrahimu hakuwa na imani, alikuwa anampenda aliyeumba, ijapokuwa na yeye si katika ukamilifu. Kwa hiyo karibuni sana. Leo umepokea jicho, leo umepokea sikio, leo umepokea akili ya kweli yote,
leo umepokea moyo wa kweli yote, leo umepokea kumwona yule ambaye ulikuwa unasema Bwana mawinguni kila jicho litamuona. Ona leo uumbaji wa uhalisia, ndivyo ilivyo, na wakati wake ndivyo ilivyo, kwa utimilifu wake yeye mwenyewe. Ili uone na ufahamu, mimi nakufundisha, tunafundishwa na yeye, lakini na wewe uchukue hatua. Ezekieli 7 ule mstari wa 25. Uharibifu unakuja, nao watatafuta amani, lakini haitapatikana. Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shari juu ya shari. Nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotea nabii au kuhani, na mashauri yao yatawapotea wazee. Mfalme ataomboleza na mkuu atavikwa ukiwa, na mikono ya watu wa nchi itaaibika. Nitawatenda sawasawa na njia yao, nami nitahukumu sawasawa na kustahili kwao. Nao watajua kuwa mimi ndimi kweli niliyefika juu ya nchi. Alisema atakuja kama mwizi. Ukiwa hauna macho, hauna masikio, hauwezi kumuona. Kwa hiyo mimi na wewe, mweupe mweusi, kiongozi na asiye kiongozi, sasa hivi ni majira ya kuheshimiana, si majira tena ya kupendana. Upendo haupo, kwa sababu upendo sasa uko kwenye lugha kwa lugha, upendo uko kwa taifa taifa, upendo uko kwenye nguvu ya taifa kubwa tajiri na taifa jingine maskini tajiri, ndio wanakuwa na urafiki. Ina maana huo haupo, huo mfumo umeangamia. Kwa hiyo ile nguvu ya msingi wa dunia umeanguka, dunia na mambo yake yameanguka. Kwa hiyo ni yeye anatufundisha. Kwa hiyo tubadilike kwa kupewa sikio, kupewa jicho, kupewa moyo, na yeye ametubariki. Leo tutafundishwa, tutafahamu, tutaelewa yote ambayo yametamka ni haki ya kila mmoja. Mmebarikiwa sana mataifa yote, weupe, weusi, wekundu, wote tumeinuliwa na tumeona na tunaona sasa waziwazi, sio tena mawinguni, imetokea.